صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Kassim, wageni waalikwa, ndugu zangu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ifuatayo ni tafsiri ya khutba ya Sheikh. Maudhui ya khutba ilikuwa fadhila ya ujenzi wa msikiti. Lakini kabla ya kuingia katika maudhui, Sheikh ametumia fursa kutuelekeza katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, akasema akafungua hotuba yake kwa aya ya Mwenyezi Mungu iliyo katika sura Al-Baqara, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Qur'an imeteremshwa ndani yake, Qur'an ambayo ni mwongozo kwa watu na nuru kwa walimwengu, tena miongozo ilikuwa ya wazi. Sheikh pia akasema kwamba baina ya Ramadhani na Qur'an kuna mahusiano makubwa sana, urafiki usioisha baina ya Qur'an, ambayo Qur'an hii imeteremshwa katika usiku wa Lailatul Qadr, ambayo ni bora kuliko miaka 1000. Qur'an hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema na kuieleza, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun, tumewateremshia kitabu ambayo kuna ukumbusho ndani yake. Tena Allah anatuelekeza, tunawapatia akili, kwa nini hawaitumii na kuizingatia Qur'an. Kisha Sheikh akaendelea na akataja athari aliyomkuu Imam Ibn Abdul Barr kwenye kitabu chake Tamhid, kutokana na Imam Zuhri akasema, pindi ambapo Ramadhani inaingia, tambua ya kwamba ni mwezi wa kusoma Qur'ani kwa wingi na mwezi wa kulisha masikini. Mtu anajizuia na kula na kunywa, lakini haizuii macho yake kutizama haramu, haizuii ulimi wake kusema haramu, haizuii masikio yake kusikia haramu. Akataja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa sahihi, yeyote ambaye hata acha uchafu au kujizuia na maovu, basi atambue ya kwamba yeyote ambaye hata kusema uovu au kutenda uovu, atambue ya kwamba Mwenyezi Mungu hana haja na yeye kujizuia na kula na kunywa, ni hasara kwake. Ndugu zangu, Sheikh akaingia katika kiini cha maudhui, akasema yeyote ambaye atamjengea Mwenyezi Mungu msikiti duniani, hakika Allah atamjengea nyumba peponi. Ndugu zangu katika imani, kisha Sheikh akataja aya ya Mwenyezi Mungu katika sura Al-Hajj, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Usikani ujenzi wa msikiti ni kwa matofali na zege au nguzo, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yule anayeimarisha nyumba ya Allah ni yule aliyemwamini Allah kwanza, kisha akasimamisha sala na akatoa zaka na hakumhofia isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huenda hao wa hiya bil yaqin kuwa miongoni mwa wale ambao wameongoka. Kisha Sheikh mwishoni akatoa tahadhari kuhitimisha, na akasema msije mkaingia katika tahadhari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema itafika zama watu watakuwa wanajifakharisha na ujenzi wa msikiti, uzuri wa msikiti, lakini uzuri wa makusudio ya ujenzi wa msikiti ambayo ni kuhirisha kwa ibada, tukuwa wamesahau, tusio miongoni mwao. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.